Hatua yoyote ya mashambulizi itakayojitokeza kati ya Iran na Marekani itakuwa ni athari kubwa kwenye eneo la siasa za ulimwengu, diplomasia, uchumi pamoja na usalama wa dunia. Hivi ndivyo ambavyo tunafungua mazungumzo yetu hapa leo. Ncha Digital inakualika ndugu mtazamaji kuangazia athari ambazo zinaweza zikajitokeza wakati endapo ikitokea mataifa haya mawili ya Iran na Marekani yakianzisha vita rasmi katika eneo lile. Kwanza, athari ya kwanza ni kwenye eneo la mafuta. Endapo kutakuwa na vita kamili, maana yake tutategemea kupanda kwa bei za mafuta. Ikumbukwe eneo la Mashariki ya Kati ndio wazalishaji wakubwa wa mafuta na wasafirishaji wakubwa wa mafuta pia. Kwa hivyo itapotokea machafuko, maana yake Iran itafunga mfereji wa Hormuz, na ni moja kati ya hatua ambayo wataichukua na mara nyingi wamekuwa wakizungumzia. Sasa kitendo ama endapo itatokea wakafunga mfereji wa Hormuz, maana yake usafirishaji wa mafuta utakuwa umeathiriwa kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu eneo la Hormuz, mfereji wa Hormuz ambao uko kwenye bahari ile, eneo la Mashariki ya Kati, ndio eneo ambalo linapitisha idadi kubwa ya mafuta, na kwa taarifa za usahihi kabisa inadaiwa wastani wa mapipa milioni 200 yanapitishwa pale mfereji wa Hormuz, yakiwa yanatokea katika nchi za Oman, Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Iran yenyewe kuelekea Korea Kusini, Japan, China, India na mataifa mengine. Kwa hivyo Iran ikitokea wamefunga mfereji wa Hormuz, maana yake wasafirishaji wa mafuta watatakiwa watafute njia mbadala, watazunguka, kwa maana watatumia njia ya maji ya kupitia Cape of Good Hope, Afrika Kusini, ambako kwenyewe maana yake watahitaji siku za ziada kusafirisha mafuta kwa sababu ya umbali, lakini pia gharama zitaongezeka kwenye eneo hilo. Na ikumbukwe Cape of Good Hope, uwezo wa kusafirisha mafuta kwenye eneo lile ni mdogo ukilinganisha na mfereji wa Hormuz. Kwa wastani Cape of Good Hope ina uwezo wa kuhimili kusafirisha pipa milioni 6 kwa siku, ukilinganisha na pipa milioni 200 kwa siku ambazo zinapita kwenye mfereji wa Hormuz. Kwa hiyo maana yake kutakuwa na upungufu huo wa mafuta kwa siku, lakini huenda zikatumika njia nyingine. Kwa mfano zitatumika njia za pipeline. Kuna pipeline ya kutokea Saudi Arabia kuelekea Ghuba ya Uajemi mpaka Bahari Nyekundu, pipeline ya East and West, ambayo yenyewe ina uwezo wa kusafirisha mafuta kwa kiwango cha pipa milioni 5 kwa siku. Lakini wanaweza kutumia njia nyingine ya pipeline ambayo ni Golden Pipeline, ambayo ni pipeline kutokea Iran kuelekea Oman, ambayo nayo ina uwezo wa kusafirisha mafuta kwa siku wastani wa pipa 350,000. Na pipeline nyingine ambayo inaweza ikatumika kama njia mbadala ni pipeline kutokea nchi za United Arab Emirates, UAE, kuelekea Oman, ambapo napo penyewe uwezo wa kusafirisha mafuta kwa siku ni wastani wa pipa milioni 1.5. Kwa hivyo njia mbadala ambazo zinaweza zikatumika zote hizo, kwa maana ya njia ya bahari na njia za kusafirisha kupitia pipeline, zina uwezo wa kusafirisha mafuta wastani wa pipa milioni 18.5 kwa siku, ili hali mfereji wa Hormuz una uwezo wa kusafirisha mafuta kuanzia kiwango cha pipa milioni 200 kwa siku. Kwa hiyo tutegemee kutakuwa na uhaba mkubwa wa mafuta katika maeneo yote duniani, na ndio lipo hapo sasa changamoto ya upandaji wa bei za mafuta na mfumuko wa bei una uwezo wa kutokea. Hilo athari ya kwanza. Lakini athari ya pili ni kutanuka kwa mzozo. Kumbukwe mzozo huu endapo ikitokea machafuko haya ama vita imeanza, manake Iran watajaribu kutanua mzozo huu kuufanya kuwa mzozo wa kikanda eneo la Mashariki ya Kati. Kumbuka Marekani ana nchi washirika eneo la Mashariki ya Kati.
ambapo pia ana bezi za jeshi takriban 15 kwenye eneo la Mashariki ya Kati, na ana jumla ya askari takriban 40,000 wa Marekani ambao wako eneo la Mashariki ya Kati. Kwa mfano, kambi ya kijeshi ya Al Hudaida iliyopo Iraq, iliyopo Kuwait, yenyewe ina askari wasiopungua 10,000 wa Marekani. Lakini kuna military base za Marekani zingine ambazo zipo katika nchi za Iraq, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates, nchi za Iraq pamoja na Uturuki. Kote huko kuna military base ambazo maana yake zitakuwa ndiyo malengo ya kwanza ya mashambulizi kwa Iran kushambulia maeneo hayo. Hivyo athari maana yake zitakuwa zinapatikana katika eneo lote hilo, katika nchi zaidi ya nchi 8 ambako kuna jumla ya kambi za kijeshi za Marekani 15. Lakini kumbuka pia Israel ataingia kwenye eneo hili pia kama mlengo, kwa sababu kiuhalisia vita hii Israel ndiyo ambayo anaitaka zaidi kuliko Marekani. Na ukumbuke Israel ndiyo nchi ambayo ina ghala kubwa la silaha za Marekani pale katika nchi ya Israel. Kwa hiyo naye atakuwa moja kwa moja atakuwa moja kati ya mataifa ambayo atakuwa na lengo kwenye mashambulizi kwenye eneo hili. Kwa hivyo maana yake mzozo utapanuka katika kiwango cha kuathiri eneo zima la Mashariki ya Kati. Lakini pia kumbuka Iran anaungwa mkono na baadhi ya makundi mbalimbali ikiwemo Shia, makundi kutoka Iraq, Hamas kutoka pale Palestina, makundi ya Houthi Lebanon pamoja na Hezbollah kule Yemen, yote kwa pamoja yanamuunga mkono Iran. Kwa hivyo nao pia kwa namna moja ama nyingine wataungana na Iran kuweza kupambana dhidi ya Marekani. Kwa hivyo mzozo maana yake utakuwa pia katika misingi hiyo kwenye eneo la Mashariki ya Kati. Lakini hoja nyingine ambayo naiona itajitokeza kama ni athari kubwa ya mzozo huu, ni mzozo huu huenda ukachukua muda mrefu sana. Kumbukwe washauri wa usalama wa Marekani walimshauri Rais Trump kwamba ili kufanikiwa kushinda Iran itahitaji vita ya muda mrefu sana. Na kumbuka malengo makubwa ya Iran pamoja na mshirika wake Israel ni kufanya regime change, ni kuondoa uongozi wa dola ya Kiislamu uliopo Iran. Lakini pia ni kuifanya Iran ama kuihakikisha Iran inasitisha mpango wake wa urutubishaji wa madini ya uranium ambayo yanaendelea kwenye maeneo mbalimbali kule Tehran. Kwa hivyo tafsiri yake ni kwamba ili kufanikiwa kwa malengo hayo yote mawili, maana yake watahitaji program ya vita ambayo itakwenda kwa muda mrefu sana. Na ukumbuke Marekani ana mpango wa kupigana vita ya muda mrefu kwa sababu pia itamuathiri kiuchumi. Kwa hivyo sasa ili kufanikiwa kwenye programu hii, kwenye vita hii, maana watahitaji muda mrefu kuweza kukabiliana na taifa hili la Iran, na ukizingatia Irani nao wamejipanga kwenye eneo hilo. Kwa hivyo naona kabisa kwamba mzozo huu una uwezo wa kudumu kwa muda mrefu, lakini sioni kama mzozo huu utachukua sura kubwa na kuwa mzozo wa kidunia, kwa maana ya kufikia hatua ya kuwa vita ya tatu ya dunia kama wengi wanavyosema. Haitofika huko kwa sababu haiwezi kufika huko kulingana na mazingira hayo, lakini kuna namna ambayo inaweza kufanya vita hii kuwa ya muda mrefu na ikadumu kwa kipindi kirefu kulingana na matakwa ya Marekani pamoja na Iran, kwa namna wanavyolazimisha kufanya tunaita regime change kwenye eneo lile. Kwa hivyo hizo ndizo sababu za msingi 3 ambazo zinaweza kuwa kama athari endapo vita hii itatokea kati ya Irani na Marekani. Ninakushukuru sana, asante.